Dhambi haijawahi kuwa sababu ya kuzuia kusudi la Mungu kwa mtu ambaye amekusudiwa. Unaweza usinielewe kwa sasa, lakini ukweli ni kwamba maisha yako ambayo umewahi kuishi hapo nyuma ambayo yalikuwa yamejaa dhambi hayawezi yakawa sababu ya kumzuia Mungu kufanya kazi na wewe. Kama Mungu amekusudia wewe ufanye naye kazi, basi lazima atafanya kazi na wewe pasipo kujalisha umetenda dhambi kwa kiwango gani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu ametupa kibali kikubwa tena cha kukutana pamoja kushiriki habari njema za neno lake. Na ninaamini wewe una heri na ndio maana umepata kibali cha kusikiliza neno hili. Leo tunaangalia Injili ya Luka mtakatifu sura ya 7 na mstari wa 50. Imeandikwa, akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa. Enenda zako kwa amani. Kwa hivi, Yesu alipata mwaliko kwa bwana mmoja ili kwenda kusherekea karamu pale. Na mmoja ya mwanamke ambaye alikuwa ni mtenda dhambi anayejulikana. Kwa leo tungesema alikuwa ni kahaba. Na amefanya uovu mwingi sana machoni pa watu waliomzunguka. Akapata habari za Yesu kuwepo kwa mtu yule. Kwa hiyo akaamua kujitoa kwa kujificha. Akaenda kwenye ile karamu kwa kujificha. Kumbuka neno kujificha. Akaingia pale kwenye ile karamu akamwona Yesu. Alipomwona Yesu akamwangukia miguuni, machozi yake yakamwagika kwenye miguu yake na akachukua nywele zake kafuta yale machozi katika miguu ya Yesu. Hali akiwa katika hali hiyo, watu wakajiuliza na kushangaa, ni kwa namna gani huyu Yesu anamruhusu mwanamke mwovu kiasi hiki kugusa miguu yake? Ina maana ajui huyu ni mtu wa namna gani. Hiyo walisema moyoni, lakini Yesu alivyowasikia na kujua nia za mioyo yao, akaanza kuuliza maswali. Kwamba mimi nimefika nyumbani kwako, ukunipa miguu maji ninaye miguu yangu. Lakini mwanamke huyu ameniosha miguu yake kwa kutumia machozi yake. Mwanamke huyu ameniosha miguu yangu kwa kutumia machozi yake. Na amenifuta kwa nywele zake. Wewe ulivyokuja mahali hapa ukunipa marmaa nipake miguuni mwangu, lakini mwanamke huyu amenipaka marmaa. Yesu akaendelea akasema, aliyependa sana atasamehewa sana, na aliyependa kidogo atasamehewa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi, kama Mungu amekukusudia wewe, na nimalizie tu kwa kusema kwamba huyu mwanamke baada ya hapo alikaa kwenye msafara wa kueneza injili pamoja na Yesu. Niseme tu kwamba ni kweli kuna maisha fulani uliwahi kuishi ambayo yalikuwa ni machukizo mbele za watu na mbele za Mungu. Na yamkini uliishi ya maisha si kwa sababu ulipenda. Ni kwa sababu wewe una kusudi la Mungu. Adui pia huwa anawatafuta watu wa namna hiyo ili kuwapoteza na kuwaondoa katika ramani ya walio, ili kusudi la Mungu lisije likaonekana ndani yao. Na ndio maana wewe utakuwa shuhuda kwamba walio wachungaji wengi, ukifuatilia historia ya maisha yao, utagundua kuwa walikuwa na maisha ya ajabu mno. Lakini haya pengine hawakupenda kupita hapo, ila kwa kuwa adui alishaona nini kiko ndani yao, aliamua kuwapitisha hapo ili kuwafanya aibu, ili yamkini waje watoke kabisa katika ramani ya kusudi la Mungu. Lakini kuhakikishie, Mungu hakuangalia walitenda mabaya kwa namna gani au walitenda uovu kwa namna gani. Yeye aliangalia nini kusudi lake ambalo amelikusudia lichipue ndani ya wale watu ambao yeye amewaita na yeye amewakusudia. Na ndio maana hata Paulo hakufanya mambo mazuri kabla ya kuokoka. Alipita na kutenda mambo mabaya. Kadhalika Musa aliua kabisa. Lakini Mungu hakuyaangalia hayo. Aliangalia nini ambacho amekusudia mtu huyu akaende kukifanya katika ufalme wake. Usikati tamaa kwa sababu ya namna ulivyo au kwa namna maisha yako yalivyo. Wewe fahamu tu kwamba wewe ni kusudi la Mungu. Na kama wewe ni kusudi la Mungu, lazima Mungu atafanya kazi na wewe pasipo kujalisha ni mangapi magumu umepitia au ni mangapi mabaya umefanya. Haya yote atayasamehe, na hapo mwisho wa siku ataendelea kukufanya wewe kusimama
kuihubiri injili yake, kusimama kufikia makusudi yake. Nikutie moyo wewe ambao umejikatia tamaa. Nafahamu kuna watu wamejichukia kabisa kulingana na maisha yao na tabia walizo nazo. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe Mungu hakutaki au Mungu amekuacha. Mungu hakuja kwa ajili ya walio na haki au walio wasafi. Na ndio maana Yesu alikiri kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya wale ambao wamepotea. Kwa wale ambao wamepotea kwenye dhambi ndio ambao walisababisha Yesu aache enzi yake ili aje duniani kuwaokoa. Na miongoni mwao ni wewe. Unatakiwa kuokolewa, na ili Mungu akuokoe lazima kwanza ukubali kwamba ulitenda baya, lakini sasa hauko tayari kutenda tena baya. Uko tayari kusimama kwenye mstari wa Mungu ili kusudi la Mungu ndani yako lisimame, na mwisho siku upate ile haki yako katika jina la Yesu. Usisahau kutufuata katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la Awake Ministry. Mungu akutunze, kulinde, akupe haja na taraja la moyo wako siku ya leo. Kile ambacho umekusudia ukakipate kwa kiwango kikubwa katika jina la Yesu. Mwenye ufahamu aseme amen.